Tuelekee nchini Tanzania hivi sasa, ambapo utafiti uliochapishwa na jarida la afya la Italia umebaini kuwa asilimia 23.3 ya watoto wanaosoma shule za chekechea katika wilaya za Ilala na Kinondoni jijini Dar es Salaam, Tanzania, wamebainika kuwa na shinikizo la juu la damu. Matokeo ya utafiti huo unaozua mshtuko yametolewa huku takwimu pia za shinikizo la juu kwa watu wazima likiongezeka katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Lakini kipi chanzo cha ongezeko la ugonjwa huu kwa watoto? Florence Majani na maelezo zaidi. Utafiti uliofanyika katika wilaya mbili za mkoa wa Dar es Salaam, Ilala na Kinondoni, kuanzia Oktoba hadi Novemba 2020 umebaini kuwa asilimia 23.3 ya watoto wenye umri wa kati ya miaka 2 hadi 5 wanaosoma shule za awali almaarufu chekechea walibainika kuwa na ugonjwa wa shinikizo la juu la damu. Utafiti huo uliochapishwa Machi 19, 2025 katika jarida la afya ya watoto la Italia umefanywa kwa kushirikiana na madaktari wa Chuo Kikuu cha Sayansi ya Afya cha Muhimbili MUHAS, kitengo cha afya ya mtoto. Dr. Kandi Muze, mtaalamu wa afya ya vichocheo na kisukari kwa watoto wa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, amefafanua mazingira ya watoto wenye umri mdogo kubainika na maradhi ya shinikizo la damu. Mara nyingi kuna chanzo cha kitaalamu ambayo lazima kichunguzwe kwamba kwa nini. Na mara nyingi kwa umri wao common causes, yani ukisoma hata unaoona, yani figo mara nyingi inaanzia kwenye shida ya figo, na mara nyingi inaanzia ukisha nani kama sio figo inawezekana matatizo hormone na nini. Mara nyingi sana matatizo moyo na kitu kama hivyo. Utafiti huo kadhalika ulibaini kuwa chanzo cha maradhi hayo kwa watoto kwa asilimia 69 yanasababishwa na unene kupita kiasi. Dr. Katanta Msole, mtaalamu wa afya ya jamii kutoka Wizara ya Afya Tanzania, amesema mitindo ya maisha imebadili namna maradhi yanavyoathiri kulingana na umri. Lakini sasa hivi tunaanza kushuhudia na kuona watoto wadogo wana experience hizo non-communicable diseases ngali wakiwa wadogo. Unakuta mtoto mdogo ana mwili mkubwa ambao huendana na umri wake. Watoto 1083 walitumika kama sampuli katika utafiti huo uliopata kibali kwa wazazi na walezi wa watoto hao kabla ya utafiti. Pendo Malia ni mama na mkazi wa wilaya Ilala jijini Dar es Salaam. Anasema chanzo cha tatizo ni hiki. Chanzo cha watoto kugundulika sasa hivi, watoto wadogo wenye umri mdogo kuwa na matatizo ya pressure, hasa ni kutokana na kubadilika kwa jinsi wazazi tunavyolea watoto. Tunawapa sana vyakula ambavyo ni yani sio vyakula. Takwimu kutoka Wizara ya Afya Tanzania zinaongeza uzito wa maradhi haya. Utafiti wa Wizara ya Afya mwaka 2024 ulibaini kuwa asilimia 34 ya wagonjwa waliofanyiwa uchunguzi walibainika kuwa na shinikizo la juu la damu miongoni mwa Watanzania. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante sana Florence kwa ripoti hiyo. Leo tarehe 21 mwezi Machi ni siku ya ushairi duniani. Siku hii inaadhimishwa kila mwaka ili kutambua na kuhifadhi ushairi kama sehemu muhimu ya utamaduni, lugha na pia utambulisho wa binadamu. Mwaka huu kauli mbiu ni Poetry for Peace and Unity, kwa maana ya utunzi wa mashairi ya amani na umoja. Ni kauli mbiu inayolenga kuonyesha ushairi katika kuleta mshikamano na pia amani. Kutoka pwani ya Kenya, hususan jijini Mombasa, vijana wabunifu wamejitokeza kwa mbinu za kisasa kuhakikisha ushairi unazidi kushamiri. Fathia Omar anatupasha zaidi. Kila jamii hakika ina zake tamaduni, zote zikiheshimika itatawala amani. Ushairi umeendelea kuwa moja ya nyenzo zenye nguvu zaidi katika kuunganisha jamii. Kupitia maneno yenye hisia kali, mashairi huweza kugusa mioyo ya watu na kuwaunganisha kwa misingi ya utu, mshikamano na maelewano. Katika pwani ya Kenya, fani ya ushairi inachukua mkondo mpya. Vijana wameunda vikundi vya ushairi vinavyowasaidia kujifunza, kushindana na kusaidiana kukuza vipaji vyao. Jina langu ni Ali Omar Mwakaga, mimi ni mtunzi na mghani wa mashairi. Kikundi chenyewe kinaitwa Chipukizi, yani ni vijana ambao tunachipuka ndio tunainuka. Kwa hiyo bado hatujafikia kule ambako tunataka, lakini tunajifunza polepole kwenda kuhojiwa na washirika tofauti tofauti
kufanya ushairi kupitia vyombo hivi vya mitandao, alafu kuviwasilisha kwa jamii, waelimike, waburudike. Kinyume na awali ambapo mashairi yalifahamika zaidi kwa matumizi ya jukwaani pekee, sasa wanatumia majukwaa ya kidijitali kama YouTube, TikTok na Instagram kusambaza kazi zao kwa hadhira pana. Kupitia njia hizi, mashairi yao yanayogusa nyanja mbalimbali ya uchekeshaji, huzuni, furaha na hata sifa yanaweza kuwafikia watu wengi zaidi ndani na nje ya Kenya. Jina langu naitwa Zuena Said Ramtu. Kwa sasa najihusisha na ugani wa mashairi kwa sababu kwenye utunzi bado sijakuwa imara vile. Kuingia kwenye hichi kikundi ni kwa sababu napenda kuimba, alafu na pia kiongozi wetu alikuwa akinipa moyo na kunitia nguvu. Jamii imenikubali mimi kama binti katika utunzi wangu, maana nimeweza kuimba kwenye majukwaa, kwenye tamasha. Mbali na kuwa sanaa ya kujieleza, ushairi sasa umegeuka kuwa chanzo cha riziki kwa vijana hawa. Wanapata fursa za kutumbuiza kwenye hafla, kushiriki mashindano ya ushairi na hata kutengeneza matangazo ya biashara. Jina langu ni Suleiman Hijmapili. Kwa sasa hivi najishughulisha katika ugani na utunzi wa mashairi kwa sehemu mbalimbali, especially kwenye matamasha kama ya harusi hivi, matamasha ya kisiasa, ingawa bado ninachipukia, lakini muda mwingine huwa napata mialiko kama hiyo na nafika na wasilisha ujumbe kwa hadhira. Sasa kwangu imekuwa kama ajira ambayo sasa hivi ndio nimeshikilia na nimekumbatia, ambayo inanisaidia kwa kukidhi mahitaji yangu madogo ya hapa na pale. Kwa kutumia mbinu hizi mpya, vijana wa pwani ya Kenya wanahakikisha kuwa ushairi unabaki hai na unathaminiwa kwa vizazi vijavyo. Tunapozidi kusonga mbele na matangazo yetu mchana wa leo, na kusonga mbele ni kwamba Kirsty Coventry amechaguliwa kuwa rais wa kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC na kwa mwanamke wa kwanza na pia Mwafrika wa kwanza kupata kazi hiyo kubwa katika ulimwengu wa michezo. Coventry atachukua mikoba kutoka kwa rais anayemaliza muda wake Thomas Bach alihudumu kwa kipindi cha miaka 12. Josephat Charo na maelezo zaidi. Kirsty Coventry, waziri wa michezo wa Zimbabwe, amesema kuchaguliwa kwake kushika nafasi hiyo kunaonyesha sasa kweli kabisa tumekuwa wa kimataifa. Coventry alishinda kinyang'anyiro kilichowashirikisha wagombea 7 katika iliyopigwa na wanachama 97 wa IOC. Coventry ataiongoza kamati ya IOC kwa kipindi cha miaka 8 hadi mwaka 2033, huku akiwa na uwezekano wa kukubali mtihani wake wa katika na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mashindano ya Olimpiki ya Los Angeles mwaka 2028 LA28. Alipoulizwa kuhusu kwenda ikulu ya Marekani mjini Washington kukutana na Trump, Coventry alisema anataka kukaa chini na Trump kuhakikisha mashindano hayo yanafanikiwa. First and foremost, what I have learned is that communication will be key. Kwanza kabisa nimejifunza kwamba mawasiliano yatakuwa muhimu. Hili ni jambo litakalofanyika mwanzoni, na naamini Rais Trump ni shabiki na mpenzi mkubwa wa michezo. Atataka michezo hii iwe muhimu na ifanikiwe, na hatutayumba kutoka kwa maadili yetu ya umoja ya kuhakikisha kila mwanariadha anayefuzu kwa mashindano ya Olimpiki ana fursa ya kushiriki mashindano hayo na kuwa salama wakati wa mashindano ya Olimpiki. And be safe during the Olympic Games. Coventry, ambaye ndiye mwanariadha Mwafrika mwenye medali nyingi, amesema kamati ya IOC na Marekani zinataka mashindano ya Olimpiki fanikiwe miaka 3 ijayo. Mashindano ya LA yanatoa changamoto kubwa ya kibiashara, huku kamati hiyo ikitafuta kutengeneza vyanzo vipya vya mapato, na soko la Marekani linatoa fursa mpya kupitia mashindano ya Olimpiki ya msimu wa joto nchini Marekani baada ya kipindi cha zaidi ya miaka 30. Waliokuwa katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya kuiongoza kamati ya IOC ni marais 4 wa mashirika ya michezo: Sebastian Coe wa riadha, John Eliash wa mchezo wa kuteleza kwenye barafu wa skiing, David Lapatient wa uendeshaji baiskeli na Morinari Watanabe wa michezo ya viungo gymnastics. Mwanamfalme Faisal Al Hussein wa Jordan pia alishiriki. Coventry atachukua nafasi ya mlezi wake Thomas Bach Juni 23 kama rais wa 10 wa IOC katika historia yake ya miaka 131.